Miongoni mwa tuliokuandalia katika taarifa za siku ya leo ni kuwa serikali yatupilia mbali madai ya kuuza Bomas, huku wizara ya ndani yatoa wito kwa hatua za usalama, mvua kubwa ikishuhudiwa, na kimataifa ni kuwa Zelensky kutua Saudi Arabia katika jitihada za kumaliza mzozo wake na Urusi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, msikilizaji wa Iqra FM 95.0 na karibu kwenye dira kamili ya Iqra FM moja kwa moja kutoka makao makuu ya Iqra jijini Nairobi. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Imekatika dakika moja baada ya saa 12 kamili. Wizara ya Tamaduni na Turathi imetupilia mbali madai yaliyotolewa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuhusu kuuzwa kwa ukumbi wa Bomas kwa raia wa Uturuki. Katika taarifa kwenye mtandao, katibu wa wizara hiyo Umi Bashir amesema madai hayo hayana ukweli wowote, kwani ukumbi huo unamilikiwa na serikali na hakuna nia yoyote ya kuuzwa kinyume na inavyodaiwa. Aidha, amesema kuwa serikali inapanga kuifanyia marekebisho kwa lengo la kuiboresha. Hapo jana akizungumza katika kanisa moja huko Kajiado, Gachagua alidai kuwa Rais William Ruto amekuwa na nia ya kupuuza ukumbi huo tangu alipokuwa naibu wake, na alipinga mpango huo wakati alipozungumziwa kwenye baraza la mawaziri. Ameongeza kuwa kuondolewa kwa naibu rais imempa nguvu zaidi Ruto kukiuza na kuonyeshia kidole cha lawama mawaziri kwa kusalia kimya. Na Rais William Ruto ametetea hatua yake ya kuungana na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, akisema lengo lake kuu ni kuunganisha Wakenya. Ruto na Raila wiki iliyopita walitangaza azimio la kuzika tofauti zao na kufanya kazi pamoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Matamshi sawia yametolewa na Raila, ambaye ametetea hatua yake ya kufanya kazi na Rais Ruto, akisema haikuchochewa na maslahi ya kibinafsi. Kinyume cha wakosoaji wake, Raila anasema aliweka mbele maslahi ya kuliunganisha taifa kuliko yake mwenyewe katika kuungana na Rais Ruto kulitumikia taifa. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wamemnyoshia Raila kidole cha lawama, wakimtaja kuwa msaliti. Juzi tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tuunganishe Kenya, tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja, sisi wote ni watu wa taifa moja with a common destiny. Nairobi mnasema ndio ama mnasemaje? Mnasema tuungane? Hebu ndio wao wanasema tunaungana pamoja tukitembea na maji. Huku mvua kubwa ikishuhudiwa katika maeneo mengi ya nchi, serikali imetoa onyo juu ya hatari ya kuongezeka kwa mafuriko. Wizara ya mambo ya ndani na utawala wa kitaifa imewataka wadau kuimarisha utayari wa kukabiliana na mafuriko. Wizara hiyo imetangaza kuwa hatua za kiusalama zimewekwa tayari katika vituo vyote vya mabasi na maeneo mengine ya kimkakati ili kuhakikisha usalama wa usafiri wa magari na watu, hasa watoto wa shule. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, wizara imeangazia umakini wake kuwahamisha wakazi wote walio kwenye maeneo ya kando ya mto, majengo katika maeneo yenye msongamano mkubwa ambayo yana hatari kubwa ya kubomoka kutokana na ujenzi duni, na maeneo yanayokumbwa na maporomoko ya ardhi na maporomoko ya udongo. Idara ya hali ya hewa ya Kenya mnamo Jumamosi Machi tarehe 8 ilitoa tahadhari ya kunyesha kwa mvua kubwa kwa siku 3. Na machafuko yalizuka huko Ongata Rongai, kaunti ya Kajiado siku ya leo, huku polisi wakitumia vitoa machozi kuwatawanya wanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia waliojaribu kufunga barabara ya magari wakipinga kifo cha mwenzao. Lamek Mwangi, mwanafunzi wa mwaka wa pili, alipatikana amefariki nje ya shule baada ya kugongwa na gari. Polisi walikabiliana na wanafunzi waliokuwa na ghasia ambao walirusha mawe na kutatiza msongamano wa magari barabarani, wakitaka majibu kuhusu kifo cha Mwangi. Maafisa hao walionekana wakifyatua vitoa machozi kwenye uzio wa jengo hilo kutoka kwenye barabara kuu ili kuwazuia wanafunzi kuingia barabarani.
Kenya na Hungary zimepangiwa kutia saini mikataba ya maelewano katika nyanja za elimu na kilimo. Mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi atatia saini mikataba hiyo kwa niaba ya Kenya. Mudavadi aliondoka nchini leo kuelekea Budapest kufuatia mwaliko wa waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungary aliyezuru Kenya mapema mwaka jana. Wakati wa ziara hiyo ya siku 3, Mudavadi pia anatarajiwa kufanya mazungumzo na rais wa Hungary Daktari Tamás Sulyok. Hungary ni mshirika mkuu wa Kenya katika sekta za kilimo na elimu na hutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi 200 wa Kenya kila mwaka. Hii ni Dira ya Iqra 95.0 FM. Na tukisonga mbele ni kuwa chama tawala cha United Democratic Alliance UDA kinatazamiwa kuendesha awamu ya pili ya uchaguzi wa mashina mnamo Aprili tarehe 11 na 12 katika kaunti 22. Akihutubia wanahabari, mwenyekiti wa UDA Cecily Mbarire alitangaza kwamba uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi ujao tayari una wagombea 113,800 waliosajiliwa ambao wamepangwa kugombea. Chama hicho kitaendesha uchaguzi katika kaunti za Bungoma, Garissa, Isiolo, Kajiado, Kilifi, Kisii, Kisumu, Kitui, Kwale, Lamu, Machakos, Makueni, Wajir, Mandera, Marsabit, Migori na Mombasa. Nyamira, Siaya, Taita Taveta, Tana River na Turkana pia zitaendesha uchaguzi. Akiwa na maafisa wengine wa chama akiwemo katibu mkuu Hassan Omar, mwenyekiti huyo amesisitiza kwamba usajili wa wagombea uko wazi hadi saa 6 usiku mnamo Machi tarehe 21. Na katika habari za kimataifa, rubaa za kimataifa ni kuwa Rais Volodymyr Zelensky amesafiri hadi Saudi Arabia kukutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman, akitarajia kufanya majadiliano kati yake na ujumbe wa Marekani kusitisha vita na Urusi. Marekani ambayo kwa wakati mmoja ilikuwa na ukaribu na Ukraine imebadilisha sera zake za kivita kwa kufanya mazungumzo moja kwa moja na Moscow, huku wakisitisha usaidizi wa kijeshi na ujasusi wa Kiev. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mshauri wa kitaifa wa usalama Mike Waltz wanatarajiwa pia kufika Saudia kwa mazungumzo ambayo yanatarajiwa kufanyika hapo kesho siku ya Jumanne. Ujumbe huo wa Marekani unaazimia kubuni sera na mpango mkakati utakaoleta amani na kuanzisha awamu ya kwanza ya kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Urusi. Zimekatika dakika 9 baada ya saa 12 majira ya Afrika ya Mashariki. Huo ndio mwisho wa Dira Kamili hapa ndani ya ICRFM 95.0. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Ramadhan Mubarak. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea ICRFM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www